Harmonize ameendelea kutoboa siri kwamba wale wanaodai kwamba mpango kazi wa kumuoa Kajala umeishia hapo, lakini amezungumza kwamba jambo ambalo atalifanya ndani ya mwaka 2026 basi ni kuwapa surprise mashabiki. Ni kweli kabisa, wengi wanaamini kwamba mpango na wazo la Kajala kuolewa na Harmonize limeishia hapo na hawezi wakaingia tena kwenye ndoa, na kama unavyofahamu kwamba asilimia kubwa watu bwana kwenye mahusiano huaga wanadumu sana, lakini ibilisi anakuja kuingia watu akishaingia kwenye ndoa asilimia kubwa kuna kuaga na changamoto. Na ndio maana leo hii tunaona kabisa wengi ambao waliingia kwenye ndoa na ukifuatilia historia zao kwamba waliishi sana kwenye miaka mingi ya mahusiano, lakini walivyoingia kwenye ndoa tu wakakaa mwaka, miaka miwili, miezi wakaachana. Hiyo ni historia na tafiti ambazo nimeendelea kuzifanya, yani sio tu kwa wasanii lakini pia hata katika maisha ya kawaida. Watu naishi katika miaka mingi wakiwa wapo kwenye mahusiano lakini sio ndoa. Hivyo Harmonize na Kajala kwa sasa mpango wa ndoa uko pale pale, na ameshaweka wazi kwamba lazima atamuoa Kajala, yani watu watake wasitake, kivyo vyote kwa kutumia gharama ya aina yote. Harmonize yuko tayari kujitoa pesa yake yoyote ambayo atajua kwamba atajifilisi, lakini lengo ni kumpata Kajala ndani ya ndoa, awe mke halali kabisa, hoba lake na moyo ambao utaendelea kumtuliza katika maisha yake. Sasa unalipi la kumshauri kaka yetu Harmonize, ama unalipi la kumshauri pia dada yetu Kajala ambaye yeye ndo mlengwa kabisa wa kukubali hiyo ndoa?